Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need. Naamini kwenye utumwa, naamini katika maendeleo ya pamoja. Mke wangu mimi nampenda sana, natambua hilo. Kwa hiyo siamini kwamba ukimficha mwanamke ndio inafaa. Ana kipawa, kila mwanadamu duniani ana kipawa. Kwa hiyo kama yupo I sound mwanamke kuja kwa mchungaji wa kiume kumwelezea kwamba imagine sasa mwanamke sasa sehemu zake huku, nielewe nikisema hivyo, Ikulu. Kuna shida huku Ikulu, alafu anakuja kwa mchungaji wa kiume, yani kunakuwa na ukakasi fulani. Kwa hiyo kama una mke alafu Mungu amempa kipawa cha uchungaji, ina sound vizuri akienda kumwelezea matatizo yake, anakuwa yuko comfortable na anakuwa anaelewa kwa sababu ni mwenzie. Kwa mimi naamini kwenye kunyanyua vipawa. Mimi siamini kwenye utumwa, na ndio maana watu wote ambao nakuwa nao natamani wapande. Kwa hiyo yeye kwa sababu ni mama IPM inakuwa ni zaidi. Kwa hiyo natamani kipawa chake kiende juu zaidi. Anafundisha, comment ni nyingi, watu wanasema mama tunakuelewa, tunapenda unavyofundisha. Kwa hiyo hakuna sababu ya kukificha hicho kipawa, zaidi sana kukinyanyua ili watu waweze kupokea kile ambacho Mungu amekiweka kwake. Mbele na kuonesha upendo kwake. Kuna kipindi kwa mwisho wa mwaka tunasema kufanya jamii ya sisi. Tunaenda kuuliza kitu. Maana tu tunakuuliza sana kwamba ukipost picha kama kisi na fanya potezi familia na kufanya. Watu wengine wanasema huyu ni mtumishi wa Mungu. Pengine anachofanya kile anachofanya. Maana pengine kwa sababu ya sasa ndipo kiona yale maoni na video ambazo tunapost. Ndio kizungumzo. Kwa kweli kuna kupa picha gani na mtumishi wa Mungu pia. Anatakiwa aweje katika masomo yake. Mimi IPM nafuatiliwa na vijana wengi sana kwenye society na wanapenda sana lifestyle yangu. Mimi nilichokataa hapa duniani ni kuishi maisha ya watu. Yaani mimi nataka kuishi maisha yangu kwa sababu 60% au 70% ya wanadamu wote unaowaona mkiwepo nyinyi waandishi wa habari naishi maisha ya watu. Yaani hutaki kuishi maisha yako. Yaani kuna vitu unatamani uvifanye. Lakini unasema nikifanya hivi watasemaje? Wataonaje? Unaona bwana? Kwa mimi naishi maisha yangu na bado yani mwaka huu ndio itakuwa balaa zaidi. Sasa hebu upata picha hivi, kitu gani kigumu kumkisi wife au Adam na Hawa kutembea uchi kwenye bustani ya Eden? Yani hebu angalia uzito hapo upi. Yani Adam na Hawa kwenye bustani, maandiko ndio yanavyosema hivyo, hawakuwa na nguo. Kwa hiyo mzee ile hata maana kama walikuwa wanamsifu Mungu, walikuwa wanamsifu Mungu akiwa uchi. Yesu uko hapa, ngoma huko chini nazo zinaenda hivi zinarudi hivi. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema, hawakuwa na nguo. Sasa afadhali hata mimi navaa nguo tu, unabakia tu mdomo na mkisi wife. Kwa hiyo mimi siamini katika kuyaishi maisha ya watu wengine. Sijamkisi, hatujafanya mapenzi madhabahuni, hatujavua nguo madhabahuni, pale tuko nyumbani na familia. Mimi nikiwa nyumbani sio mchungaji kaka. Yaani mimi nikiwa nyumbani nakuwa Rayvanny, mimi nikiwa nyumbani nakuwa MB-Dog, yani malavilavi. Unaona vizuri? Piga songi nini namwimbia wife nini? Wajua kaka, hawa watoto wa kike hao wamekuwa kwenye mazingira ya shida sana. Hawa wanawake wetu wa Kiafrika hao wa Kitanzania wamekuwa kwenye maisha magumu sana. Kwa anapoingia kwenye ndoa, hategemei tena wewe umzidishie nini? Umzidishie uchungu. Inabidi wewe uwe faraja yake. Yaani mwanamke, mimi nakueleza ukweli, siongei maneno ya uongo. Mimi nikianguka sasa hivi IPM kafa. Wife mimi atapata shida sana. Kwa sababu nimejitahidi, unaelewa vizuri, kumuonesha upendo. Nimejitahidi kumuonesha nini maana wanaume. Unaelewa vizuri? Yaani kumfanya comfortable. Unaelewa vizuri? Yaani mimi natamani kila kitu kizuri nimfanyie. Lengo yani aone kabisa huyu ni mwanaume. Kwa sababu kanikubali mimi nikiwa nalala chini. Kanikubali mimi nikiwa sina chochote, nina 5,000 mfukoni. Kwa nini nisimstahilishe mwanamke kama huyu? Kama tunaowapenda wanasubiri tuwe navyo ndo watupende. Alafu ukampata mtu anayekupenda ukiwa huna chochote. Kwa nini usimvalue? Kwa hiyo mimi najaribu kumvalue wife, na najaribu kumfanyia vitu vizuri ambavyo naweza. Na mwisho wa siku maisha yenu ni yenu tu. Kwa hiyo usiogope watu watasemaje. Wewe ishi maisha yako bro. Usikiogope kivuli chako mwenyewe. Ukifa tu ukioni tena. Kwa hiyo ishi maisha yako tu basi. Kwa majina naitwa Maka na kia Bongo Trend. Mimi nipo kwenye tarehe 28, 27 na 30. Unawapa watu taarifa kwamba wanatakiwa waje Dar es Salaam kwa ajili ya kuchinja. Wapo watu wanajiuliza kwenye kuchinja.
mwingine anawaza atoke na kuku, mwingine anaweza atoke na kitu moto, lakini kwenye imani zetu wengine Waislamu hawabelieve kabisa kuchinja viumbe. Kwako mtumishi wa Mungu, nataka kutueleze hapa na Tanzania ambao wanakutazama. Wanyama gani ambao wanatakiwa wazingatiwe kwenye kuchinja? Mwandishi wa habari, hakuna kafara ya nguruwe. Hakuna kafara ya nguruwe. Alafu hata zamani tuliambiwa ukilala na mfupa nguruwe mchawi akurogi. Tukarogwa sana kaka. Tukaichukua mifupa nguruwe tukaiweka kifuani na tukakuta asubuhi tunachale. Sasa hashumu mchawi anakula nguruwe. Kwa anafika na mfupa wako anakupiga nao kichwani na anakuroga pia. Kwa hiyo sisi tunachinja mbuzi au kondoo. Hivyo ndivyo maandiko yanavyoelezea. Ibrahimu alichinja kondoo. Kwenye bustani ya Eden, Adam na Hawa. Hivyo unajua Mungu ndio mwanzilishi wa kuchinja, so IPM. Mwenyezi Mungu alichukua mnyama akachinja. Alafu akawavesha ngozi wa wanadamu wa kwanza kabisa. Ibrahimu akataka kumchinja Isaka, Mwenyezi Mungu anambia tuchinji mtu, tunachinja mnyama. Alipogeuka akamwona mnyama amekaa pale, akamchinja. Kwa hiyo kuku wapelekee waganga. Alafu waganga wetu wa Manzese apeleke kwa waganga, lakini sisi tunataka mbuzi au kondoo. Kwa sababu unapotaka mafanikio ya kweli lazima uchinje vitu serious. Kama unataka kudanganywa, haya mganga iko Manzese anakuambia lete kuku mwekundu, lete na mchele kilo 2 na mo energy za majini. Letoka lini mjini akanywa mo energy. Sasa kupigwa huko. Kwa hiyo bwana, sisi tunachinja mbuzi au kondoo. Tuko tofauti wa mbuzi na kondoo, kwa sababu kuna mtu anaweza kaa anajiuliza kwa nini wameselektiwa wanyama wawili. Ndivyo kanuni. Unajua mimi nimekuta tu naitwa IPM. Kwa hiyo sijui siri. Unajua mama ndo anayejua mtoto. Kwa hiyo wakati mwingine ndio wao wanashauri wanaume usigombanie mtoto. Kama uko na mwanamke kimahusiano anataka mtoto amchukue, mwache. Kwa sababu unaweza ukapata aibu. Yeye ndo anajua huyu mtoto ni wa nani. Niachie mwanangu. Yaani ni kauli kubwa sana hiyo. Niachie mwanangu. Unapeleka kifua mbele kama umepigwa ngumi ya mgongo hivi. Unajua ni wako. Labda anakuonea huruma tu, akikwambia sio wako utakufa na pressure. Kwa hiyo ugombani, mwanaume gentleman hagombani mtoto. Unamtaka mtoto huyo hapa. Kwa hiyo na sisi kuna mambo ambayo tumeyakuta, hatuwezi kuquestion sana. Ni sawa sawa ujiulize Mungu alipokuwa na yumba dunia alisimama wapi. Kwa hiyo kuna vitu vingine tunakubali kukaa kimya kwa sababu hatuna majibu nafi. Kwa hiyo tumekuta mbuzi na kondoo ndio Ibrahimu anachinja, Isaka anachinja, manabii wote kwenye Biblia wanafanyaje? Wanachinja. Kwa hiyo sisi tunatembea mle kwa kile ambacho tumekikuta. Yes. Pengine nataka tupate tafsiri nyepesa. Mbona huko kusema pia hivi? Ina maana gani sasa mtumishi wa Mungu pale kwa ni kuna hali tu ya kuheshimu tu madhabahu sometimes. Hakuna chochote. Kwa sababu hapa tunapanda, tunalala hapa, tunaomba usiku na nini. Kwa ni ile hali tu ya usafi madhabahuni hivi. Japokuwa unaweza ukapata na viatu pia baadaye watendakazi watafanyaje, watadeki hiyo. Sisi tunamwomba Mungu hapa sana. Wala kwa mtu tafsiri na Mungu anaamini katika misingi ya Uislamu. Haina tatizo, kwani Uislamu una shida? Mimi siamini Uislamu ni ushetani. Na hiyo ndio tofauti ya IPM na wahubiri wengine. Na hiko ndicho wanachokifanya mpaka wananichukia, wananipinga. Wewe sababu mimi siamini kwenye kutukana. Mimi naamini kwenye upendo. Yaani wewe dhehebu lako lolote utakalokuwa nalo, mimi nitakupenda hivyo hivyo na dhehebu lako. Uwe mweusi, uwe mfupi, uwe mrefu, uwe mwembamba, nitakuheshimu kama mwanadamu mwenzangu. Swala la imani yako ndaliheshimu hivyo hivyo. Sasa mimi siwezi nikaja kwenye social media nikaanza kutukana Uislamu. Umenifanya nini Uislamu? Umenikosea nini? Wamenikosea. Hasa Waislamu wengine ndio wao wananialika. Bilionea Lugumi amenialika nyumbani kwake. Nimekwenda pale, kuna watoto yatima zaidi ya 1000. Amenialika, karibu bwana wewe ni IPM unalisha yatima na mimi nimependa, karibu mdogo wangu, nimeenda pale. Sasa ningekuwa namtukana angenialika. Nenda kwenye akaunti yangu ya Instagram. Kuna Waislamu wangapi wamenifollow pale? Wengi sana. Sasa sifanyi hivyo ili wanifollow, lakini mimi siamini kwenye chuki, mimi naamini kwenye upendo. Nina rafiki zangu wako pale airport, nikisafiri wakifika wananipeleka kwenye maeneo yao ya kazi, bwana pumzika hapa, kunywa chai, kunywa kahawa. Tunapenda mafundisho yako, hayana chuki. Dini hizi kaka ni upendo. Ukimwona kiongozi wa dini anafundisha chuki, huyu ana shida zake binafsi. Lakini dini ni upendo. Waebrania 12:14, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote wakiwepo Waislamu. So mimi naamini katika upendo brother.
katika hilo la mavazi ni watu kwenye hicho mavazi wa chungaji nilikuwa nikipata tafsiri tofauti kama inaingia kwa namna anavyoelewa. Kuna mwingine anakuambia unachoonekana physical kama mavazi ya nje hata ndani kwa vile mwingine anakuambia sisi tunaangalia matendo sio mavazi. Kwa juzi hapo kwa mhubiri na keki na nini sure kabisa ni mwezi. Watu wakaenda katika tafsiri pengine hii tulianzisheni za kigeto geto. Endelea. Sasa mimi nilikuwa nafundisha jamii hasa upande wa watu wasanii, bongo movie na wale watu ambao ni manyange, mabatozi, mabrazameni ambao viongozi wa dini wamewatupa kwamba hawafai kwenye nyumba za ibada. Mimi ndo target yangu. Target yangu ni kwamba wanafaa. Mtu ana rasta mnamwambia huyo hawezi kwenda mbinguni kwa sababu ya rasta. Unamuuliza Samson alikuwa na rasta? Ndio. Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need.